Movie inafungua na kutuonesha bidada mmoja anayefahamika kama Frida. Huyu bidada anapenda sana sanaa ya kucha, yaani anapenda sana kuchora michoro ya wanyama katika kucha za watu. Ni kitu anachokipenda kinoma noma, lakini ameishia kufanya kazi kama mhudumu wa baa. Na bidada kadri anavyojaribu kujichora yeye mwenyewe anapostigi katika mtandao wake wa Instagram, lakini watu hawatazami, yaani ni kana kwamba kuna mtu amezuia asiweze kufanikiwa. Lakini wakati anaendelea kupitapita katika mtandao wa Instagram, si ndio akakutana na mwamba mmoja anafahamika kama Slata King, yaani huyu jamani bilionea mmoja mzito kinoma huko nchini kwao. Na mwamba alikuwa akifanyiwa mahojiano na alikuwa akiomba radhi kwa tukio ambalo lilikuwa limetokea hivi karibuni, na akaahidi kwamba atakwenda kujiuzuru nafasi yake kama CEO, yani mwenyekiti wa kampuni. Na mwamba akasema, nikishaacha kazi yangu hiyo ya CEO, basi naahidi kwamba nitakwenda kupumzika katika kisiwa ambacho nimekinunua, kisiwa kikubwa sana. Hasa bidada Frida anapendaga sana kupumzika katika maeneo ya visiwa, lakini hajawahi kupata bahati ya kuwa na mwanaume ambaye anapenda kutembelea maeneo kama hayo. Leo kuna mwanaume anasema anapamiliki. Alitamani sana angelikuwa na mwanaume kama huyu bilionea na anayemiliki kisiwa. Basi tu bana akaishia kumtamani tu kwenye mitandao. Lakini bidada, ili kuhakikisha kwamba anapata bahati ya kwenda ndani ya hicho kisiwa, akaanza kuomba kazi katika hoteli ambayo mwamba Slata anaimiliki. Basi akapewa kazi kama mhudumu tu. Siku ya kwanza tu bidada akaanza kazi ya uhudumu. Leo alikuwa akimimina waini katika glasi na watu wakishua walikuwepo ndani ya hii event. Na ukumbuke hii hoteli ndio inamilikiwa na huyo mwamba Slata, bilionea mkubwa. Sasa baada ya kuhudumia wageni wote vinywaji, bidada akaamua kuingia katika roka za wafanyakazi wengine, akatafuta nguo kalikali akazivaa, alafu akazamia katika pari yeye na rafiki yake. Kwa hiyo wataonekana kama na wao ni watoto wakishua tu watuarikwa katika ili eneo, kumbe ni wahudumu tu wa baa. Basi wakati anaendelea kutembea bidada Frida, kwa kuwa hajazoea sana hivi vitu vya kishua, akajikuta ameanguka, na mtu aliyekuwa ameanguka naye ni mwamba Slata. Na bidada kwa aibu sana akawa anaona aibu hata kunyenyuka, lakini Slata akamshika mkono akamnyenyua, akasema nakukaribisha sana katika hii pari, jisikie uko nyumbani, nimefurahi sana kukuona. Lakini pia akaja daktari wake wa karibu wa mwamba Slata anayefahamika kama Dr. John. Basi bidada alipoweza kumwona Dr. John akasema, hey kaka, fumba macho mara mbili kama uko kwenye hatari. Mwamba akafumba mara mbili, lakini Slata akamzuia akasema, acheni masiala bana. Asa hii kauli ya fumba macho mara mbili kama uko kwenye hatari, embo itunze kwanza kwenye akili yako, ndakuja nikukumbushe wapi itatumika. Ndani ya hii pari kuna watu kama wote. Humu ndani kuna mabodyguard wazito na watu wa intelijensia wakubwa sana, lakini pia kuna mabilionea wakubwa katika nchi, ukiachana na huyu Slata pekee. Si unajua tena katika msafara wa mamba hata kenge wanakuwepo. Sasa kenge ni bidada Frida, ni mtoto wa kapuku na yeye mwenyewe ni kapuku pia. Hasa story kati ya mwamba na bidada Frida zimekuwa nyingi sana. Sasa bidada mmoja anayefahamika kama Stacy akaja kumwambia Slata kwamba muda umefika wa sisi kuelekea ndani ya kisiwa chako, tafadhali tuondoke basi. Basi ikabidi mwamba kumwaga mwanamama Frida ambaye alikuwa amespendi naye karibia usiku mzima hapo wakipiga story wakichati mbili tatu. Basi akawa ameondoka, lakini kabidada Frida kakamfuata rafiki yake kakaanza kusema, nimekuwa jirani naye tumepiga story nyingi tu. Na katikati ya story hapa tu mwamba Slata akawa amerejea akiwa ameshika kadi mbili, akawaalika kuja katika eneo la kisiwa. Bwana mambo si ndio hayo, na hii ilikuwa ndio ndoto ya bidada Frida kutembelea hicho kisiwa. Mambo yamekuja yenyewe, na tena hawakuenda kwa bajaji wala boti ya uchwara, walikwenda na jeti moja klasiki kinoma ya kishua. Na bidada Frida ndio ikawa mara yake ya kwanza kupanda ndege. Sasa wamefika katika kisiwa, bidada kupatazama vizuri kwenye kisiwa akasema, jamani si ndio mbinguni hapa. Hasa yule mwanamama Stacy, mtu wa karibu kidogo na mwamba Slata, akawa anakusanya simu za kila mmoja, anasema, jamani haturuhusiwi kuwa ndani ya kisiwa na simu, hapa tumekuja kula bata tu. Nikukumbushe tu kwamba haka ka utaratibu ka kukusanya simu za watu wanaohudhuria pari, hata Pididi amewahi kukatumia kukusanya simu za watu wanapoingia ndani ya pati zake. Alafu bidada Frida yeye chumba chake alikwenda kuoneshwa na mwamba Slata. Yaani bidada Frida amejikuta amekuwa na rafiki na bilionea mkubwa katika nchi, alafu bilionea huyo eti anamjali. Na bidada Frida ndani ya chumba alikuja kugundua kulikuwa kuna perfume moja nzuri sana. Wakati anaendelea kujipulizia akiwa hajavaa nguo, ghafla tu kuna mzee mmoja si akaja ndani ya chumba bila hodi. Huyu mzee akasema, sungura mwekundu. Bidada Frida akasema, hapana, naitwa Frida. Au unamaanisha nini unaponiita sungura mwekundu? Lakini huyu mzee hakujibu chochote akaondoka. Basi bidada akawa amechukua nguo ambazo alizikuta kabatini
ilikuwa ni bikini nyeupe kabisa, alafu na kofia fulani hivi za kaki, na alipotoka tu nje kagundua kwamba hata rafiki yake naye alikuwa amevalia hivyo hivyo. Kwa maana hiyo walikuwa wamepewa nguo sare sare. Lakini wakati wanaendelea kutembea tembea, si ndo kakutana na wadada wengine wengi tu wana mashepu yao bana, alafu wote wamevaa sare sare na wao. Wakati huo mwanamama Frida akazama ndani ya swimming pool mdogo mdogo, na huku anaendelea kumtazama tu mwamba Slata aliyekuwa ameketi kando kidogo ile swim. Basi mzee baba Slata alipogundua bidada anammezea sana mate, akamfuata na kumwalika kwenda kufanya matembezi kidogo ndani ya kisiwa, na akaanza kumuonesha maua fulani yanafahamika kama Desdelia. Akasema haya ndio yametumika kutengeneza ile perfume uliyokuta chumbani kwako. Lakini pia wakati wanatembea walikutana na watu wakiwa wameshika nyoka wenye sumu kali sana. Jamaa akasema hawa ni nyoka wenye sumu kali, lakini wanadhibitiwa na wafanyakazi. Na mwamba akasema kitu kinachonitesa katika akili yangu ni kwamba sikumbuki chochote nilipokuwa na umri wa miaka 10 kurudi nyuma, sijui mimi ni nani. Lakini mwanamama Frida akasema ni muhimu sana kusahau, kwa sababu kuna mambo mengine magumu tumeyapitia katika maisha, kama tungelikuwa tunayakumbuka mpaka leo tungekuwa tunalia hivyo hivyo. Na mwamba Slata akasema kwa maana hiyo ndio maana natembea na daktari wangu kila wakati. Huyu ni daktari anayepambana kufa na kupona kuhakikisha kwamba mimi ninarejesha kumbukumbu zangu zote ambazo zimefutika katika akili yangu. Basi nachokiza kilipoanza kuingia, basi mwanamama mmoja anayefahamika kama Jesse akawaalika katika chakula cha jioni, ila walipoingia tu ndani taa zote zikazimwa, alafu ikawashwa mishumaa peke yake. Sasa wakati wa kula, jambo la kushangaza ni kwamba Frida alikuwa amejiangusha kwa kipande kidogo kanyama katika shati yake, kwa hiyo ikatengeneza hali fulani hivi kama doa. Mwamba Slata akapigilia msumari pale pale. Frida, hivi unafanya kazi gani ili kuweza kuishi katika hii dunia? Bidada akasema bado najitafuta tafuta. Lakini wakati huo bidada mmoja anayefahamika kwa jina la Vicky alikuwa hana pete kidole mwake. Mwamba Slata akauliza, wewe pete yako iko wapi? Lakini Vicky hakujibu kitu chochote kile. Ikabidi Slata anyanyue perfume yake na akaipuliza angani. Baada ya kuipuliza ile perfume angani, rafiki yangu ilitembea mizagamwano sio poa. Yaani ni kama ilikuwa inawapagawisha watu ile perfume. Baadaye bidada Frida anakuja kuamka na gundua kwamba nguo yake ilikuwa na doa haina doa. Kwa lugha nyepesi ni kwamba amebadilishwa mpaka nguo. Kwa hiyo akawa elewi ni nani aliyenibadilisha nguo na amenivisha nguo nyingine, alafu katika mazingira ya kunibadilisha ilikuwaje? Lakini hapo katika kisiwa maisha yakawa yanaendelea tu, siku zinakatika, maisha kila siku ni kuogelea tu katika swimming pool, kula vyakula vya gharama, hawalipi chochote kile, yani ni maisha tu. Lakini usiku mmoja Mwamba aligundua kwamba bidada Frida alikuwa na kovu dogo sana jirani na jicho lake. Akauliza, nini kilikutokea mpaka ukapata hiyo alama? Lakini bidada Frida akajikuta hana jibu lolote la kuweza kutoa kuhusiana na ile alama, ila akawa anaulizwa tena, vipi na hiyo michoro katika kucha zako? Bidada Frida akasema napenda sana wanyama, huwa anawachora kwenye kucha. Basi Mwamba akasema hongera sana ise, michoro yako ni mizuri. Kwa mara ya kwanza bidada Frida akasifiwa michoro yake, alafu Mwamba akawa ameondoka zake. Basi bwana bidada kesho yake mapema na alfajiri pamekucha, akamfuata yule daktari wa Mwamba Slata na akaanza kumwambia, unanikumbuka mimi ndio yule ambaye nilikwambia fumba macho mara mbili? Lakini dokta hakuwa sana na time na bidada Frida. Yeye alichokifanya akaniosha moja kwa moja kwa Mwamba Slata na akamkabidhi mzigo aliokuwa amemwagiza. Na usiku pari kama kawaida zikawa zinaendelea, watu wanakunywa, wanalewa, miziki kama yote. Lakini ghafla ikasikika sauti ya kilio kikali. Kumbe alikuwa ni bidada mmoja ameng'atwa na nyoka. Mwamba Slata alikasirika sana, akamfuata yule nyoka akampiga sana na chupa mpaka yule nyoka akafa. Alafu Mwamba akamfuata bidada akasema kuwa sumu yake haiwezi kakuua. Lakini bidada alikuwa amepaniki, hakutaka kabisa kusikiliza, kaendelea tu kulia. Huyu rafiki wa Frida akaanza kumwambia Frida, mimi nahitaji tu nichukue simu yangu niweze kurudi nyumbani. Siwezi nikakaa sehemu ambayo tunang'atwa na manyoka. Siwezi nikajua kama siku nyingine ndang'atwa na nyoka mwenye sumu kali eti. Lakini bidada Frida akasema, sitamani kabisa kuondoka ndani ya hichi kisiwa cha ndoto yangu, kwa sababu hapa ndo nilikuwa nikipaota kila siku kwamba nimefika. Basi mwanamama Jesse akakubaliana na rafiki yake Frida na wakaanza kubakia hapa ndani ya kisiwa. Lakini nyakati za usiku bidada Jesse alishuhudia damu ikiwa inatoka puani mwake. Lakini upande wa bidada Frida, yeye kama kawaida yake maisha yakawa yanaendelea, anaoga, anajipulizia ile perfume ambayo aliambiwa awage anajipulizia ndani ya chumba, kisha akaendelea kutembea ndani ya mapori. Lakini alikuja kugundua kuna kibarua fulani chekundu kilikuwa kiko chini, alafu kando kidogo ya kijumba fulani hivi. Ikabidi kuingia ndani ya kile kijumba, ndipo alipogundua kulikuwa kuna barua nyingi na zawadi nyingi nyekundu humu ndani. Lakini akajitokeza yule bibi tena, akamwita, oh sungura mwekundu. Bidada akabaki anashangaa, sungura mwekundu tena. Lakini akachukua kinywaji fulani hivi cha rangi ya njano akampatia bidada, na bidada bila kufikiria akanywa. Huyu mzee akasema, umekunywa sumu ya nyoka, hawa nyoka wote ambao tunawafuga ndani ya hili poli. Bidada akashtuka, nimekunywa sumu ya nyoka kiaje yani? Sasa bidada ile amerudi katika chumba chake akashtuka
akashtuka kwamba anaota ndoto moja wanakimbia, alafu eti bidada Jesse ameshika bonge la kisu anataka kuwaua wote. Na kutokea kwenye hiyo ndoto mbaya akajikuta ameingia katika dimbwi kubwa sana la mawazo, kitu ambacho kikamshtua mwanadada mmoja anayefahamika kama Sara. Akauliza, Frida uko sawa? Lakini dakika hizo hizo mwamba Ruka akawa anaingia hapa ndani ya kisiwa, ana furaha kweli kweli, akaleta story nyingine kabisa. Lakini bidada Jesse mpaka dakika hii bado tujamuona, unajua. Basi baada ya breakfast, yani chakula cha asubuhi, basi wanaume wote wakaelekea kwenda kufanya uvuvi, alafu bidada pamoja na wadada wengine wote wakabakia nyuma. Sasa wakiwa wametulia hapa, bidada Frida ndo akawa anaulizia, jamani, hivi Jesse mmewezapo kumuona? Watu wote wakaanza kuuliza, Jesse yupi tena? Mbona si hatumjui mtu anaitwa Jesse hapa ndani ya kisiwa? Bidada Frida alikimbia mpaka ndani ya chumba cha Jesse kwenda kutazama, anagundua kwamba Jesse hayupo, alafu chumba kipo kama kwamba hakijawahi kutumika hata mara moja. Ikabidi aelekee mpaka mitaa ya bafuni, ndipo alipoweza kukikuta kisu. Sasa akawa elewi hichi kisu kilitumika na nani, alafu kando yake kuna ua. Na wakati huo mwanamama mmoja anayefahamika kama Sara akawa amekuja. Sasa Frida akawa anasema Jesse alikuwepo hapa, hata hichi kibeliti chake kimeandikwa jina lake, alikuwepo hapa. Lakini Sara akasema hapana, hatujai kuwa na mtu anaitwa Jesse. Hasa bidada abaki anashangaa, hamjai kuwa na mtu anaitwa Jesse wakati tumeishi naye ndani ya kisiwa na tumekaa naye hapa siku zote hizo? Lakini bidada Sara akasema kusahau ni zawadi, inatakiwa tuwe tunasahau wakati mwingine. Basi wakavizia, wakaingia ndani ya kile chumba chenye zawadi nyingi. Wakaanza kuhisi kwamba huenda perfume ambazo ziko humu ndani zinahusisha kupoteza kumbukumbu, yani perfume ambazo zinahusisha kumbukumbu kuweza kupotea. Na bidada akasema, nilipokuwa tu nimekunywa ile sumu ya nyoka nikashangaa kumbukumbu zangu zimeanza kurejea, inaonekana hii sumu ya nyoka inarejesha kumbukumbu. Alafu wakaichukua ile sumu nyingine wakaenda kuwapatia marafiki zao, na wenyewe wakawa wanakunywa. Lengo ni moja tu, kuwashtua na kuwakumbusha kumbukumbu za matukio yanayoendelea ndani ya kisiwa. Hasa yule mwanamama rafiki wa mwamba akawa amekuja katika hili eneo. Na ukumbuke muda wote huu wanaume hawapo katika maeneo ya uvuvi, lakini bidada Sara akawa anajikuta anatoka damu kama alivyokuwa anatoka Jesse katika pua yake. Na wanaume walipoweza kurejea, mwamba Slata akawa anaulizia Frida yuko wapi, lakini bidada Sara akasema Frida ameelekea kupunga hewa huko nje. Wakati huo bidada Frida alikuwa ameingia ndani ya vyumba vya siri na alikutana na kufuli, akaanza kubomoa ile kufuli lengo atoe simu zao zote, lakini akasikia kelele nyingi za bidada Sara akipiga kelele nje. Katika hofu za bidada Frida ndo akagundua kuna picha zimeweza kuanguka. Alipotazama zile picha ndo aligundua hapa ndani watu wamekuja wengi sana katika hichi kisiwa na wengi hawajaweza kurudi salama. Sasa akawa amejificha. Mwamba akawa anaingia ndani ya kile chumba pasipo kujua kwamba bidada yuko hapo amejificha. Hasa bidada kwa kuwa alikuwa amekunywa sumu ya nyoka ikaanza kumrejeshea kumbukumbu za matukio yaliyopita. Kumbe kila nyakati za usiku wanapokuwa wanalewa, basi wao wanapelekewa moto na wanaume wa kisiwa hiki. Kwa hiyo wameletwa hapa kama vyombo vya starehe, yani miamba wanajilia tu. Na Frida alipoweza kutoka pale alimfuata Sara akamwambia, tuko kwenye kisiwa ambacho tunafanywa vitendo vya kingono kila tunapokuwa tumelewa, yani kila usiku unapofika sisi tunapelekewa mioto hapa. Hasa walichoamua ni kukaa kimya, kunyuti kana kwamba hawajui chochote kinachoendelea. Wakawa wanawasubiria wakina Kamila na wenzao waweze kupata na wao kumbukumbu, waweze kuwashirikisha mpango mzima unaoendelea. Hasa mishale ya usiku kama kawaida, kuna msosi ukawa umeletwa. Anajua kabisa kwamba kila msosi huu unakuwa unahusisha kupoteza kumbukumbu, na baada ya kupoteza kumbukumbu watapelekewa mioto hapa mpaka asubuhi panakucha, wanakuwa wamesahau kila kitu. Bidada akawa anapata kumbukumbu kwamba Ruka amewahi kupinga jambo hilo, hicho kitendo cha kuwabaka wanawake kila siku, lakini wengine wakaanza kumwambia, wewe mshezi mkubwa, kama umeuchoka utamu ondoka ndani ya kisiwa chetu, mshezi nini? Hasa bidada ndo akaanza kuelewa kwa nini yule daktari alipokuwa amekumbukwa na bidada alikuwa amemaindi. Kumbe alikuwa amemaindi kwa sababu bidada hakutakiwa kuendelea kumkumbuka. Inaonekana bidada uwezo wa kutunza kumbukumbu ni mkubwa sana. Alafu mbaya zaidi ni kwamba hata huyu daktari ameshawahi kumpelekeaga bidada Frida moto. Basi bwana, bidada bila kula kile chakula akajifanya ameshapagawa, akapanda juu ya meza akaanza kusaula huko anawachezea wanaume. Kweli kabisa, wanaume wakaungana na wadada wengine wote wakaanza kuanjunja. Hasa yule mwanamke mwingine anayefahamika kama Kamila, naye kumbukumbu zake zikaanza kurejea. Si alinyoshwa sumu ya nyoka bana, anaanza kukumbuka kwamba kuna matukio mengi ya kishenzi yamefanywa ndani ya hichi kisiwa. Bidada akachukua kisu akaanza kumchoma mwamba mmoja anayefahamika kama Tom. Haraka sana Slata akaenda akamkamata bidada, akaanza kumwambia shida nini. Ndio hapa akagundua kwamba bidada ameanza kupata kumbukumbu. Sasa shida ikawa watu wengine wakiwa wamepata kumbukumbu, wao wakawa na paniki na kuanza kuwashambulia wanaume. Ndani ya usiku mmoja wanaume walitembezewa kichapo vibaya mno mpaka wenyewe wakawa waamini, hawa kina dada wamepataje kumbukumbu jamani? Aisee, ikawa kama utani tu. Wanaume wakaanza kupukutishwa mmoja baada ya mwingine. Bidada Frida akaanza kukimbia katika mapori huku akifukuzwa na mwamba aliyeshika bunduki. Dakika za mwishoni kabisa bidada Frida aliwekewa bunduki kichwani ili anataka tu kuuliwa. Bidada Sara akajitokeza
akajitokeza na akampiga yule mwamba katika eneo la uchogo na jamaa akapoteza maisha pale pale. Haka movie kanatuachia funzo moja tu, kwamba katika maisha hakunaga kitu cha bure hata kimoja. Sasa bwana we, wakati tunaendelea kusubiria series yetu mpya ya Kikorea ambayo itakwenda kuanza, kwanza tazama tangazo hii ya hii movie moja kali kinoma. Kuna mademu wenye matako kama yote, si mchezo. Kazi yao ni kuuza pusi. Yaani ukiwapa pesa unapewa kila kitu, si mchezo. Sasa angalia jinsi matajiri wanavyochezea vichapo, si mchezo. Na shule yao ni pevu. Sema shida ya hii movie, yani ukimtaka udemu akikupa, ina maana kwamba utataka tena na tena. Yeye ni pesa tu. Unaona mambo haya? Matajiri yani ni noma. Ina mademu wenye matako kama yote, yani nyashi. Alafu ina ngono kama zote, watu wampelekeana tango kwa mwanzo mwisho. Hiki ni kitu kipya cha ukweli kabisa. Ni wewe tu kukitafuta. Hii movie hakikisha una miaka 18 na kuendelea ili kuweza kuitazama. Alafu ukipenda basi unaweza ukaja inbox ukajipatia kwa mtoni wa shilingi 2000 tu. Kumbuka movie hii ina vipande 14. Unachotakiwa kukifanya, unalipia kupitia nambari ya simu unaweza kuiona hapo chini, namba ya Aropesa, jina itakuja Baraka. Alafu baada ya hapo wewe utanitumia ujumbe mdogo tu kwenye WhatsApp, utaandika nimelipa. Baada ya kuandika nimelipa, basi mimi moja kwa moja ndakusukumia movie hiyo hapo hapo ndani ya sekunde hiyo hiyo. Kumbuka movie hii inatazamwa na watu walio juu ya miaka 18 pekee, kwa sababu ina maudhui yasiyofaa kwa watu ambao wako chini ya miaka 18.